Mabibi na mabwana washiriki kwa waumini, habari za jioni tena popote pale ulipo. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Kanisa la Ushindi Dar es Salaam. Ni katika mfululizo wa siku 7 la juma la maombi ya vijana, mahali ambapo tunajadili na kujifunza mambo mbalimbali. Tena leo katika darasa huru tutakuwa na jambo zuri ambalo tutajadili kwa pamoja, mimi pamoja nawe rafiki ambaye unaungana nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube, lakini bila kusahau wewe rafiki ambaye unaungana pamoja nasi kutokea hapa Kanisa la Ushindi. Na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu. Assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Hujambo na karibu tuwe sote katika mada nzuri tulionayo hii leo. Hii leo tutakuwa tukijadili ni wakati gani sahihi wa kijana kuoa au kuolewa. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed kwa niaba ya wote ambao tunafanikisha matangazo haya na kipindi hiki cha darasa huru leo kutokea hapa Ushindi. Basi ungana na fuatana pamoja nasi tuweze kujadili kwa pamoja, tuone yapo mengi sana ambayo yanazungumzwa kwa mtaani ulimwenguni kuhusiana na wakati sahihi wa kijana kuoa au kuolewa. Lakini swali ni kwamba je, upo wakati sahihi wa kijana kuoa au kuolewa? Lakini pia kama upo wakati sahihi, wakati huo ni upi, lini? Majibu yote tutayajibu leo ndani ya kipindi hiki cha darasa huru. Na leo nipo na wageni wangu, nipo na mzee Elias Kigua, lakini pia nipo na rafiki Maiga Manyama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimefurahi kuungana pamoja nanyi leo. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Yapo maneno mengi ambayo yanazungumzwa mtaani katika jamii, hasa kuhusiana na wakati sahihi wa kuoa au kuolewa. Mnadhani kwanza haya yote ambayo yanazungumzwa yanatokana na nini zaidi, kabla ya kwenda mbali? Mzee Elias Kigua. Asante sana. Haya ambayo yanazungumzwa ni kwa sababu ni amri ya Mungu ambayo ameitoa kupitia Biblia, kwamba kijana mwanaume atamwacha baba na mama, ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hicho unachokiona kinachoongelewa sana ni kwa sababu Mungu alikitamka huko nyuma, na ndivyo kinavyotakiwa kuwa. Manyama, unadhani haya yote ambayo yanaendelea sasa hivi katika jamii yetu yanazungumzwa hasa kuhusiana na umri sahihi au wakati wa kuoa au kuolewa, hizi kelele zote hizi zinatokana na nini zaidi? Kama ambavyo amesema mzee Kigua, lakini nyongeza nyingine ni kwamba familia ndo chanzo cha jamii yoyote. Kwa hiyo ni katika watu kuwasukuma watu kufikia hiyo, kwa sababu jamii yoyote ili iendelee inaanzia kwenye familia. Kwa hiyo namna pekee ya familia kuwepo ni kwa njia ya ndoa. Kwa hiyo ndio maana kuna msukumo wa kufanya watu waingie kwenye taasisi hiyo. Swali, ikiwa kuna msukumo, ikiwa kuna maneno mengi ambayo yanazungumzwa, je, upo wakati sahihi wa kuoa? Kama upo, ni wakati gani? Mzee Elias Kigua. Asante sana. Ukweli ni kwamba nikiweka nyongeza kwenye jibu langu hili la kwanza, nikana kwamba katika karne ya sasa vijana nikana kwamba hawana haraka sana ya kuoa, na mabinti hawana haraka sana ya kuolewa. Kwa hiyo ndio maana naona pressure ziko kwenye mitandao, kwenye mimbari, kila mahali. Lakini nikija la pili kuhusu wakati, ukweli ni kwamba kila mtu ana wakati sahihi wa kuolewa. Lakini ni wakati gani? Huwezi kutaja moja kwa moja kwamba ni miaka 15, ni miaka 20, ni miaka 30. Hapana, ila kila mtu ana wakati wake sahihi wa kuolewa. Na kuna mambo mengi hapo. Lakini moja ya mambo ni masuala ya kijamii. Unajua tunaishi katika jamii. Ukienda kwenye jamii za kule vijijini, ukweli ni kwamba akionekana binti amefikisha miaka 20 na hajaolewa, jamii haiwezi kumwelewa. Nyumbani, wazazi, kaka. Kwa hiyo kuna pressure ya kijamii. Mtu akiangalia wenzake wote washaolewa, miaka 20 wote wameshaolewa. Kwa hiyo kuna pressure ya namna hiyo. Lakini pia ukija hayo, kuna malengo ya kibinafsi. Mtu mwingine anakuwa na malengo, ni kijana anakuwa na malengo yake, amepanga kwamba nitakapofikia miaka 30 ndio nitaoa. Mwingine katika malengo hayo anasoma, anasema siwezi kuolewa
mpaka kwanza nipate degree yangu. Mwingine anasema siwezi kuolewa na malengo yake mpaka kwanza nitafute kazi nipate ndio niolewe. Kwa hiyo kitu kama hicho pia. Lakini kitu kingine pia, mwingine anakuta yuko tayari, binti yuko tayari, anahitaji kuolewa, lakini waoaji mchumba wake bado. Wengine anasema Mungu hajanipangia, hajawa tayari. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha mambo hayo yatokee, lakini kusema ukweli kila mtu ana wakati sahihi, lakini kwamba ni lini, hapo hakuna mtu anaweza kusema kwamba ni lini, isipokuwa kwa akina dada inapendekezwa ya kwamba binti akishafika miaka 20 kuelekea miaka 27 hapo, akipata kijana ambaye yuko tayari, amemwona na mwelekeo, ni wakati wake sahihi wa kuolewa. Kama ameshamaliza degree yake na miaka 21 hapo, amemaliza akapata kijana ana mwelekeo sahihi, basi ni vizuri akubali. Na vijana inavyosemwa ni kwamba walau akifikisha miaka 25 kwenda miaka 30 hapo ni wakati wake sahihi wa kuolewa. Mabinti wa kuoa, mabinti wana limit kwa sababu wana muda wa kuzaa. Wataalamu wa afya wanashauri ya kwamba muda sahihi wa binti kuzaa angalau miaka 20 mpaka miaka 35 hapo. Ana ukomo. Yale mayai, kila mwanamke unayemuona Mwenyezi Mungu amemwekea karibu mayai 400 kwenye kiuno chake, na kila mwezi yai moja hutoka. Na inapofika miaka 40 hapo kuelekea miaka 50 hapo, basi yale mayai huwa hayatoki tena kwa sababu yameisha. Kwa hiyo miaka 20 mpaka miaka 35 kwa kweli ni muda sahihi wa binti kuolewa kama amepata malengo yake yametimia, amepata kijana aliyeiva, na shauri aolewe. Asante sana mzee Kigua. Ni rejee kwako Manyama. Unadhani kuna umri sahihi wa kijana kuoa au kuolewa? Kama upo ni upi? Au tunaishi katika zile nadharia ambazo mzee Elias Kigua amezungumza? Kwa sababu ni taasisi na ni taasisi ya ndoa, mara nyingi chanzo cha uasisi wa hivi vitu ndivyo vinavyotoa majibu. Kwa hiyo ninaitazama kama kitu ambacho kimeasisiwa na Mungu, na kwa kuwa ni kitu ambacho kimeasisiwa na Mungu, kiliasisiwa kikiwa na misingi yake. Najaribu kusema hivi, kuna wakati sahihi wa kuoa, lakini swali kubwa haliko kwenye huo wakati sahihi wa kuoa au kuolewa. Swali kubwa liko kwenye huyo mtu sahihi au unayetaka kuolewa au kumoa. Kwa sababu kibiolojia upo umri unatakiwa, unaweza kuolewa. Hauwezi kuolewa ukiwa na miaka 6. Kuna namba ya miaka ambayo ufikie. Pale utakapokuwa umefika kigezo cha kibiolojia, umekizi kigezo cha kibiolojia ambacho pia na chenye hakina namba halisi ya mwaka, lakini kuna makadirio ya kwamba miaka 18 mtu anakuwa ameanza kuwa machua. Kutokea hapo kwenda mbele, wakati huo unaanza kuwa sahihi wa mtu kuolewa. Lini exactly kutoka kwa hiyo tarehe mpaka siku yenyewe ya kuolewa inabaki kwenye ule ukweli ambao ulifanyika Edeni. Itafika muda ambapo Mungu mbinguni ataona sio vyema huyo mtu awe peke yake. Akiona huyo mtu sio vyema awe peke yake, muda ule anamtengenezea msaidizi. Akimtengenezea msaidizi, anamtengenezea mtu ambaye ni wa kufanana naye. Kitu pekee kitakachotokea kwenye kengele ya kukuambia huu ni muda sahihi ni uwepo wa huyo mtu sahihi. Kwa hiyo dakika ile, kutokea kwenye ile dakika ambapo huyo mtu sahihi atatokea, ninaitafsiri kuwa ni wakati sahihi kwa ajili ya hilo jambo. Hilo litaenda mbali kuvunja kwenda kinyume na baadhi ya mambo ambayo jamii inaweza kuyasema. Unaweza kusikia kuhusu story ya mpaka nipate kazi, unaweza kusikia story ya mpaka nifanye kitu fulani, nifanye kitu fulani, lakini ukweli unabaki kwamba ukikutana na mtu sahihi, dakika hiyo unagundua huyu ni sahihi, hicho kitu kinakuwa kwenye wakati sahihi. Kwa mimi naitafsiri kwamba muda sahihi hauwi swali la kwanza nyuma ya swali la mtu sahihi. Kwa hiyo once atakuja mtu sahihi,
huo unakuwa ni muda sahihi. Asante. Ni rejee kwa mzee Elias Kigua. Wewe una uzoefu wa muda mrefu. Ulioa ukiwa na umri gani mzee? Mimi nimeoa nikiwa na miaka 25 kamili. Yeah. Na mke wangu niliyemuoa akiwa na umri wa miaka 17 wakati huo. Ijapokuwa mimi nilitamani sana nimuoe akiwa na umri wa miaka 16. Lakini haikuwezekana wakati huo. No. Alikuwa ndio yuko darasa la 6, basi kabidi nisubiri mwaka mzima kwanza ama alize darasa la 7 ndipo niweze kuoa. Naona watu wanatikisa vichwa. Lakini zamani hizo, labda kama swali hilo litakuja, zamani hizo miaka 13 binti alikuwa anaolewa miaka 14. Zamani hizo tuko vijijini. Nilitaka msingi wa swali langu ulikuwa hapa. Ikiwa mzee ulioa ukiwa na miaka 25 na mama wakati huo alikuwa na umri wa miaka 17. Kwa namna ambavyo unaiona jamii kwa sasa, katika kizazi cha hivi karibuni, upo uwezekano kweli wa kijana mwenye umri wa miaka 25, binti mwenye umri wa miaka 17 kuingia katika familia na kudumu kwenye ndoa kama ambavyo nyinyi mlidumu wakati huo? Kwa sasa kuna sheria ambayo inamtaka binti aolewe akiwa na umri wa miaka 18. Kwa hiyo kwa sasa chini ya umri wa miaka 18 unahesabika kwamba umefanya tendo la ubakaji. Kwa hiyo kwa mabinti kwa sasa haiwezekani, lakini kwa kijana wa kiume umri wa miaka 25, nataka kuambia kwamba ukioa ukiwa na umri wa miaka 25, mke wako ataenjoy sana, kwa sababu ni umri ambao sahihi, una nguvu za kimwili, za kibiolojia. Ni umri ambao umeshaandaa maisha yako. Kama ulimaliza chuo na miaka 22, umeshahaso, ni mjasiriamali, pengine umeajiriwa. Nadhani miaka 25 kwa sasa kwa vijana ni umri sahihi na zaidi ya sahihi, isipokuwa kwa mabinti miaka 18 na kuendelea hapo, nao naamini kwamba ni umri sahihi. Sitaki kusema mzee Kigua ulivunja sheria nchi wakati haikuwepo. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, ndio nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika mada iliyopo mezani hii leo ndani ya Darasa Huru, tukiangazia ni wakati gani sahihi wa kijana kuoa au kuolewa. Wageni wangu studio nipo naye mzee Elias, lakini pia nipo naye Rafiki Manyama. Kwa pamoja tunajadili undani wa swala hili. Sasa kulingana na mitazamo hii, kulingana na maana hizi ambazo tumezungumza, katika jamii yetu kwa sasa kuna hatari kubwa sana ambayo tunaiona ya wazazi walezi kuwapigia kelele watoto wao kutokana na swala zima la kuoa au kuolewa. Tumesema upo umri sahihi, lakini haupo wakati sahihi wa kijana kuoa au kuolewa. Nini hatari ya swala hili, mzee Kigua? Asante sana. Ukweli mimi kama mzee, tunatamani mabinti wetu waolewe na tunatamani vijana wetu waoe, hasa mimi mwenyewe na baadhi ya wazee wengine. Na sio mimi tu, wazee wa umri wetu kwa kweli tuna mashaka. Tuna mashaka kwa sababu tunaona mabinti wako nyumbani miaka 25, miaka 30, miaka 35. Tunaona vijana wapo miaka 35, mtu ana kazi, mtu ni daktari, mtu ni injinia, kijana anafanya biashara zake lakini hajaoa. Kwa kweli sisi kama wazee tuna wasiwasi sana na tunawahimiza vijana waoe. Na mabinti, ikitokea amekuja kijana, ngojeni niwaambie kwamba unajua mabinti wanavutia zaidi wanapokuwa na miaka 16 kuelekea miaka 22 hapo. Kuna hali ya kimaumbile ya kibiolojia ambayo Mungu mwenyewe aliiweka inayofanya wavutie sana vijana. Na mabinti wengi katika umri huo, hasa mabinti wa sasa, vijana wanapowafuata kuwachumbia, wakati mwingine wanakuwa wanachagua, wanaangalia, mwisho anastukia ameshafika miaka 25. Akifika miaka 25, yule mdogo wake wa pili tayari sasa ndio yuko kwenye anga la vijana. Akisogea akifika miaka 28, tayari yule mdogo wake wa tatu
ameshasogea, vijana wanamwangalia angalia. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kweli ni kwamba mabinti wasikawia, akitokea kijana unamuelewa. Alafu kama mke wangu mimi angenichunguza wakati ule, huenda asingekubali kuolewa na mimi na asingekuja kuishi Dar es Salaam, lakini alinikubali kwa hali nilionayo, kwa sababu ukweli nilikuwa sina kitu. Mzee Kigua, ni shika hapo. Inasemekana wazazi mmekuwa sababu kubwa ya mabinti kuchelewa kuolewa. Mnahitaji waume au vijana wenye sifa zenu. Hili lina ukweli kiasi gani? Na kama lina ukweli, tunatibu vipi swala hili? Ikiwa binti akiwa na umri wa 16 mpaka 20 na hapo unakuwa katika ule mvuto, na ikiwa mzazi wewe unakuwa na sifa ya kijana ambaye unataka aje kumwoa binti yako, tunatibu vipi swala hili? Mimi kama mzazi pamoja na wazazi wenzangu tunashirikiana nao. Ukweli ni kwamba akija binti akaniambia, baba, nimepata mchumba, cha kwanza kumuuliza ni kwamba ni wa wapi, ni kabila gani, anafanya kazi gani. Lazima nijue hali yake ya uchumi na uwezo wa kuweza kumtunza binti yangu, kwa sababu mwanaume unapooa, ukweli ni kwamba unatakiwa kuwa stable katika hali ya fedha ili uweze kumtunza mke. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo pia tunaangalia. Na kusema ukweli ni kwamba wazazi wa sasa hivi tukiona kama mwelekeo kwa kijana hamna, basi tunaweza tukamshauri binti. Na tangu zamani ilikuwepo, na mpaka zamani tulikuwa tunawachagulia, acha zamani zangu, zamani za baba, binti alikuwa anachaguliwa kabisa kwamba wewe kwenye mji fulani usiende. Kwa nini? Kwa sababu mji ule unakuta labda vijana hawalimi, ni wavivu, hawana ushirikiano na watu. Na sisi wazee tunatamani ya kwamba mabinti zetu waoe kwenye familia ambazo ziko stable katika hali ya imani, stable katika hali ya uchumi. Hata kama basi hawana vitu vingi, lakini ile nia na juhudi ya kuonekana kwamba pale kuna heshima, kijana anafanya kazi na mambo kama hayo. Asante sana, nitaka niongeze. Mnaangalia hivyo? Ndio. Basi msilalamike. Nilitaka niongeze swali ya kwamba wewe Mzee Kigua, wakati unamwoa mama ulisema kabisa wakati huo haukuwa na uchumi stable. Wao wazazi wakati huo walizingatia nini wakati wanakukabidhi binti yao? Nilikuwa sina uchumi stable kwa kweli. Nilikuwa na kitanda tu na godoro tu na shuka zangu 2 peke yake. Lakini nilikuwa na juhudi katika kutafuta. Nilikuwa mjasiriamali, kwa hiyo nilikuwa na mwelekeo. Nadhani wazazi wale wa mke wangu walipopima wakaona kwamba huyu kijana kuna siku atatoboa. Na mimi nawashauri mabinti pia, wakati wa kuoa ukifika, angalia mwelekeo. Hilo nawashauri mabinti zangu, usije ukaenda tu mahali kwa sababu ya pressure. Lazima uangalie mwelekeo. Huyu kijana anajituma, ana haso. Usije ukaenda kuolewa na mtu ambaye bado anatunzwa na wazazi wake, afu wewe ukaenda pale basi ukaongeza mzigo mwingine. Mimi nadhani hicho ni kitu cha msingi cha kuangalia. Wapo vijana ambao wanasema kuna mchongo na usikilizia. Unawaambia nini kwa dakika moja? Ninawakaribisha na mahali popote, hata kwa ushauri. Hata mimi kwangu nina mabinti 2. Mmoja amefika ana masters hapo, mwingine yuko Marekani anasomea udaktari. Nawakaribisha vijana waje na ningetamani nipate mkwe na mimi mapema. Nadhani ni tamaa la kila mzazi. Asante sana Mzee Elias Kigua, nimefurahi kuwa nawe. Kaka Manyama, vijana kuna swala hili. Kijana anapolazimishwa kuoa au binti anapolazimishwa kuolewa, ninyi kama vijana nini hutokea? Ubaya wa jambo hilo hauko tu kwenye swala la ndoa, lakini unakuwa kwa sababu ya kuaminiwa. Jamii inapokuamini inakukuza. Kwa hiyo umri hauleti ukubwa wa mtu zaidi ya vile anavyoaminiwa. Na kuaminiwa sana sana ni kwenye watu kukuamini kufanya maamuzi. Hamna kitu kinachovunja moyo kama watu wanaposhindwa kukuamini kufanya maamuzi, sana sana maamuzi muhimu kama haya yanayoyahusu maisha yako mwenyewe. Kwa hiyo la kwanza baya ni hiyo dhana ya kwamba
wazazi wanajaribu kusukuma msukumo wa maamuzi ambayo yanapaswa kufanywa na watu wenyewe binafsi wayafanye wao. Kwa hiyo ni kama bado hawakuamini, kwa hivyo wanakufanya kuwa bado mdogo. Asante sana. Shiriki pamoja nasi katika mada hii iliyopo mezani leo, kwa wewe ambaye uko nasi kutokea hapa Kanisa la Ushindi, lakini wewe ambaye uko nasi kutokea maeneo mbalimbali. Natamani nikaribishe watu wawili watupatie maoni yao katika mada tulionayo mezani hii leo. Unadhani ni wakati gani sahihi wa kijana kuoa au kuolewa? Tafadhali sana naomba ipatikane mic moja ili asante sana. Jose yuko pale. Naomba tutoe maoni. Yupo mzee wangu pale nyuma, kwa dakika moja huenda tukamsikia karibu na Dr. Tonks hapo, tuweze kusikia mwalimu anatuambia nini katika swala hili. Je, kuna umri gani, kuna wakati gani sahihi wa kijana kuoa au kuolewa? Lakini kama upo, maoni yako ni yapi? Natamani nipate watu wawili. Sawa, naomba upeleke mic kwa kuna wakati gani sahihi? Je, kuna wakati sahihi wa kijana kuoa au kuolewa? Kama upo ni upi? Na maoni yako ni yapi hasa kwa kile ambacho kinaendelea katika jamii yetu kwa sasa? Asante. Hilo swali la msingi sana na lina maana kubwa kwa maisha ya mtu mhusika mwenyewe. Na ukifanya kama ni mfumo, unaweza kuharibu mfumo unaotakiwa. Kwa sababu gani? Kuna watu hata na miaka 50 wanaoa. Lakini kuna watu wana miaka 19, 18, kwa miaka hiyo walikuwa wanaoa tu vizuri tu. Na ilikuwa ni kipindi hicho kulingana na mazingira yalivyokuwa yanaruhusu. Kwa kipindi hiki sasa mfumo umebadilika sana. Wakati ule wazee walikuwa wanahofia kwamba, wazazi wanahofia kwamba huyu kijana hawezi kwenda kuolewa na binti fulani kwa sababu maeneo yale yalikuwa yanafahamiana wote, na ilikuwa rahisi kumuona binti kwamba ni chapakazi, anajituma, na kijana yule anajiweza kuwa mfuatiliaji wa kutafuta mahitaji ya lazima nyumbani kwake. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi. Kwa kipindi hiki sasa mambo yamebadilika sana. Vijana wengi wao katika mfumo wa kidigitali, na sasa hivi mfumo umebadilika sana. Vijana wengi sana wanataka kuishi maisha ya Ulaya. Tunasahau maisha yetu ya Kiafrika. Kwa hiyo ni kitu kigumu kidogo. Kwa hiyo utakuta mtizamo wa kila mtu ndio utakaomjenga kuingia kwenye mfumo unaohitajika. Ijalisha na miaka 25 au miaka 40, itategemea na mazingira ambayo aliyomo. Na labda niseme tu kwa ufupi kidogo, na kwa sekunde 30. Changamoto kubwa ni kwamba inatakiwa uwe na utulivu, sio kukurupuka. Na hiyo ndio inaleta changamoto kwa watu wengi sana. Na ndio maana ndoa nyingi zinakuwa na changamoto. Vijana wengi sana wanatamani kuoa mapema, lakini ile nia ya kutaka kuoa inakuwa ipo, wanakuwa ni vijana wabaishaji. Lakini kama angekuwa na nia ya dhati, atafanikiwa tu, kwa sababu tumesikia mfano wa Mzee Kigua, anasema alikuwa na kitanda na godoro na shuka zake 2, alifanikiwa. Kwa hiyo hata kijana wa sasa hivi ni wale wale, ni watu wale wale wenye akili zile zile na mtazamo ile ile. Kwa hiyo cha msingi ni kuwaasa na kuwatia moyo wajipange kulingana na mazingira waliyomo kusudi waweze kufikia target yao. Asante sana, nikushukuru sana. Jamani, ni washukuru sana, nimefurahi kuwa nanyi leo. Mzee Elias Kigua, karibu sana, lakini pia Maiga Manyama, karibu tena wakati mwingine. Mtazamaji na msikilizaji huyu ambaye amekuwa pamoja nasi katika darasa huru, tunafikia tamati. Tulikuwa tukiangazia ni wakati gani sahihi wa kijana kuoa au kuolewa. Maoni ya wengi ni kwamba hakuna wakati sahihi wa kijana kuoa au kuolewa, lakini kuna umri ambao ukifika umri huo tunatazamia wewe upate mwenzi wa maisha. Kama binti basi umpate mume, lakini pia kama kijana upate mke. Zaidi ya yote, wewe ambaye bado haujaolewa au bado hujaoa na ni kijana wa Kiadventista, endelea kujitunza. Utafika wakati wako sahihi, utampata yule ambaye ni sahihi kwa maisha yako, kwa wakati wako, pale ambapo Mungu ataruhusu.